Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Tukiingia sasa katika upande wa sherehe, Sheikh anasema katika beti zetu, warafa wa nasba jalan i'raba lismin wa fi'lin nahwa la nahaba, kwamba rafu na nasbu zifanye ndio aina za i'rab za kubadilika majina na vitendo, mfano na nahaba sitoogopa. Kwa hiyo tukiingia moja kwa moja katika upande wa sherehe, baada ya kumalizia hizi beti, walismu kad khususa bil jari kama kad khususa al fi'lu bi an yanjazima, anaelezea Sheikh anwa'u al-i'rabi 4, aina za i'rab zipo 4. Anwa'u al-i'rabi 4, kuna ar-raf'u wan-nasb wal-jarr wal-jazm. Fa amma ar-raf'u, ama raf'u wan-nasb fa ishtarikani, vinashirikiana hivi fil asma'i wal af'al, katika upande wa majina na vitendo. Na mfano zaidun yaqumu wa inna zaidan lan yaquma, au umekuta kwamba majina na vitendo vya fi'l mudhari vinarufaishwa na vinanasibishwa. Wa amma al-jarru, ama jarrihi fa yakhtassu bil asma'i, hii inakuwa ni khaswa katika upande wa majina, na mfano bi zaidin maratu bi zaidin. Wa amma al-jazmu, ama jazmu fa yakhtassu bil af'al, na mfano lam yadhrib. Wa rafu hii yakunu bil dhamma wan nasb yakunu bil fath. Rafi inakuwa alama yake ya asli ni dhamma na nasb alama yake asli ni fatha, wal jarru yakunu bil kasra, na jari alama yake asli ni kasra, wal jazmu yakunu bisukun. Wa maada dhalika, ama visivyokuwa hivyo, yakunu naiban anhu, vinakaa niaba, kama tulivyotoka katika upande wa beta tumeelezea wajizim bitaskini na ghairu madhukira, na visivyotajwa basi vinakaa niaba ya hizo alama ambazo zimetangulia za asli. Kisha akaelezea Sheikh kama nabatil wau, kama ilivyokuwa imekaa niaba wau, ani dhamma ya dhamma fi akhu, katika tamko akhu, waliya na ye, anil kasra imekaa niaba kasra fi bani, aliposema jaa akhu bani namir, wamekuja ndugu wa bani namir. Wasadhkuru baada hadha mawadhi an-niyaba, kisha baada ya hizi beti atataja sehemu za zinazokaa niaba ya hizi alama za asli. Kisha kaelezea warfa biwawi na nasbani bil alif wajrur biyain ma min al-asma asif, yale majina ambayo mimi nitataja hapo chini. Akaanza kuelezea shar'a, akaanza fi bayani ma yu'rabu bin niyaba, kuelezea vile vinavyoirabiwa kwa niaba. Ama sabaka, kuachana hivi vitangulia kutajwa kwake huko nyuma. Ama sabaka dhikruhu wal muradu bil asma'i, na makusudia majina lati ambayo siasifu ambayo atataja ni al asma'u sita, ni majina sita, wa yani abun na akhun na hamun na hanun na fu wa dhu maalin. Fadhihi turfa bil wawi, narfaishwa kwa wawu, mfano jaa abu zaidin, wa tunsa bil alifi, mfano raaitu abahu, wa tujaru bil ya'i, na vinajulishwa kwa yeye, na mfano maratu bi abihi. Wal mashhuru, lakini kauli mashhuri annaha murabatun bil hurufi, kwamba vinairabiwa kwa herufi. Fal wawu naibatun anil dhamma, wawu inakuwa inakaa niaba dhamma, wal alifu inakaa niaba naibatun fatha, wal ya'u inakuwa ni naibatun kasra, ndio mashhur. Wa hadha huwa alladhi ashara ilayhi musannif, ndio kauli ambayo amekwenda nayo akaiashiria musannif katika kauli yake, warfa biwawin wa ansiban alifan wajrur biya'in ma min al-asma'i yasif. Wasahih, lakini kauli sahihi annaha murabatun bi harakati muqaddara, hii ndio kauli sahihi kwamba vinairabiwa kwa haraka za kukadiriwa, ala alwawi wal alifi wal ya'i, na ye vile vile pia. Maana yake kusema jaa abuka, inakuwa abu ni fa'il marfuun bi dhammatin muqaddara ala alwawi, maana min dhuhuriha athqal. Kusema raaitu abaka, kwamba aba ni mansubun bi fathatin muqaddara ala alalifi, maana min dhuhuriha at-ta'adhur. Kusema maratu bi abika, kwamba pale inakuwa ni majrurun bil ya bi kasratin muqaddara ala al-ya'i, maana min dhuhuriha athqal. Hiyo ndio kauli ambayo ni sahihi. Farafu anasema bi dhammatin muqaddara ala alwawi, wan nasb bi fathatin muqaddara ala alif, wal jar bi kasratin muqaddara ala al-ya. Fala hadha, basi juu ya madhhabu haya as-sahih, madhhabu haya ambayo ni sahihi, fala hadha al-madhhab as-sahih lam yanub shay'un an shay'in, hakuna kukaa niaba ya kitu. Maana yake ni kwamba wao haikukaa niaba ya chochote, wala alif haikukaa niaba ya chochote, maana yake imeirabiwa kwa haraka zile zile za asili, wala vile vile pia haikukaa niaba ya kasra, mimma sabaka dhikru, katika ambayo tumetangulia kuyataja. Na hapo maana yake kuna khilafu za nachuoni, akaashiria namba moja chini kwa faida. Fi hadhihi almas'ala, anasema aqwalun kathira, kuna kauli nyingi, lakini ashharuha, zile ambazo ni mashuhuri, al-aqwalu al-thalatha, ni kauli tatu. Al-awwal, kauli ya kwanza, wanasema annaha murabatun, kwamba hayo majina matano yanairabiwa mimakani wahid, sehemu moja. Wal wawu wal alif wal ya'u, na hii wawu na ye na alifu hizi inakuwa hiya hurufu al-i'rab, maana yake ndio herufi za i'rab, maana yake
zinakaa niaba wakati huo. Wa hadha ra'yu jumhur al-basriyin, ndio madhhabu ya basrina kauli yao. Wa ilayhi dhahaba Abu al-Hasan al-Akhfash fi ahadi qawlihi, na moja katika kauli zake mbili ameashiria juu ya kauli hii ya kukaa niaba, ambayo ni ile lughatul itmam, inarufaishwa kwa wao niaba tan dhamma, inarufaishwa na inanasibishwa kwa alif niaba tan fatha, na kujulishwa kwa ye niaba tan anil kasra. Wa huwa alladhi dhakarahu an-nadhim, na ndio alielezea Sheikh katika kitabu chake Ibn Malik katika beti zake. Wa mala ilayhi, na akaitegemea akaelekea katika kauli hiyo. Wa thani, kauli ya pili, annaha murabatun min makani, kwamba zinairabiwa juu ya sehemu moja. Wa irabu, na irabu zake na kwa bi harakati muqaddara ala alwawi wal alif wal ya, ambao ndio hii kauli waliosema kwamba ni kauli sahihi iliyokuepo hapo juu. Fa idha kwa kusema jaa abuka, fa abuka fa'il marfu bi dhammati muqaddara ala alwawi mana min dhuri thikal. Wa hadha madhhabu Sibawaihi, na huo ndio mwendo wa Sibawaihi. Wa huwa alladhi dhakarahu sharih, na ndio alopita nao Ibn Aqil. Wa zahama, na akalita madai annahu sahih, kwamba ndio kauli sahihi. Warajahu an-nadhim fi kitabihi at-tashil, na vile vile pia Ibn Malik akairajihisha kauli hiyo katika kitabu chake alichokita at-tashil. Wanasabahu jama'atu min mutaakhirina, na akaegemeza kauli hiyo kikundi katika wale wanachuoni al-mutaakhirina ila jumhur, basi ni kwamba ni kauli ya wengi katika wanachuoni wa Basra. Lakini wasahihu, kauli sahihi, anna madhhaba haula, kwamba madhhabu ya hawa huwa alladhi qaddamna dhikrahu, ni yale ambayo tushatanguliza kuyataja huko juu, kwamba madhhabu yao wanairabia kwa irabu zile za niaba. Qala atba'u Sibawaihi, wafuasi wa Sibawaihi wanasema innal asla, hakika asli fil i'rabi, katika i'rab, an yakuna, ni kuwa biharakati dhahira, kwa haraka zilizokuwa wazi. Famata amkana hadha al-aslu, wakati wote ikiwezekana kuirabia asli hii kwa irabu za haraka zilizokuwa wazi, lam yajuz al-udul anhu, itakuwa haijuzu kuachana nayo kuelekea katika ila al-furu, katika upande wa asli, katika upande wa furu tukachana asli, ikiwa inawezekana kuirabia kwa haraka zilizokuwa ziko wazi. Wa kad amkana, inawezekana najal al-i'rabi harakati muqaddara, kuirabia kwa haraka za kukadiria, tukasema kwamba bi dhammati muqaddara ala al-waw, bi kasati muqaddara ala al-ya, kama ni bi fathati muqaddara ala al-alif. Kama imewezekana hivyo, basi fajibu al-masiru ilayhi, kama ni wajibu kuelekea katika kuzikadiria huko. Kwa hiyo fajibu al-masiru ilayhi, kwa hiyo kama ni lazima kuelekea katika hizo i'rabu za kukadiria. Wal qawlu thalithu, qawli ya tatu, ni qawlu jumhuri kufiyin, wanasema watu wa Kufa. Wa hasiluhu, matokeo yao wanasemaje? Annaha murabatun min makan, kama inairabiwa katika sehemu mbili. Qalu, wakasema kwamba innal harakati, kwamba hizo haraka i'raba li hadhihi al-asma fi hali ifradiha, kwamba zitakuwa ni i'raban li hadhihi al-asma, itakuwa ni i'rabu ya haya majina wakati wako ni mufradi. Maana yake ai akakusudia qat'aha anil idafa, itakapokuwa zimekatwa hazikuegemeza. Mfano hadha abu laka, ra'aytu akhan laka, ma'atu bi akhin, ma'aratu bi hamin, maana yake wakati wote itairabiwa kwa haraka, kama ni fatha bi falatin dhahira, bi kasratin dhahira, kama ni dhamma bi dhammatin dhahira. Kwa faida kulta fi hali al-idafa, lakini ukiegemeza itakuja hadha abuka, maana yake itakutana dhamma na wao sehemu moja. Kwa fa dhamma baqiyatun ala ma kanat, dhamma itabakia kama ilivyo fi halati ifradihi, hiya bi'ainiha, vile vile kama ilivyokuwa dhati yake, allati takunu alama irabi, ambayo ilikuwa ni alama ya kuirabia kwake vile vile katika upande wa mufradi. Vile vile pia hapo ilipo anasema hiya bi'ainiha, kwa dhati yake, vile vile pia allati takunu alama li'irabi fi hali idafati, kwamba hapo pia vile vile itakuwa ni alama ya kuirabia kwake ikiwa imefanywa idafa. Kwa maana wao wanasema tukufa kwamba alama kuirabiwa ikiwa imefanywa idafa ni zote mbili, maana yake itakuwa ni bi dhammatin wa bil wawi, na ikiwa imenasibishwa maana yake itakuwa ni kwa fatha na kwa alifu, na ikijulishwa ni kwa kasra na kwa ye, hazipingiki, zote mbili zitakuwepo. Ala tara, hivi huoni, annaka takulu, kwamba wewe unasema hadha ghulamu, fa idha qulta, ukisema hadha ghulamuka, lam yataghayyar al-hal, kwamba hali haibadiliki, basi vile vile pia katika upande wa akhuka wa abuka itakuwa hivyo hivyo, itabakia katika hali moja. Maana yake ikubali kama dhamma ilikuwepo itabakia, na kama imeongezeka wao zitakuwepo mbili pamoja. Kwa hiyo kisha akasema lam yataghayyar al-hal fakadha huna, basi hivyo hivyo hapa, wakadhali wao wal alif wal ya ma hadhihi al-harakat, pamoja na haraka hizi fi hali idafati al-asma'i sita, ukiegemeza hayo majina sita, tajri, yatapita mujra al-harakati, mapito ya zile haraka, fi kauniha i'raban, kwa ni i'rab zote mbili, bidalili, kwa dalili annaha, kwamba tataghayaru fi hali rafi wa nasbi, zinabadilika katika hali ya kurufaishwa na kunasibishwa, al-jarri. Fadalla dhalika, likaonyesha hilo, ala anna dhammata wal wawa, kwamba dhamma na wawu zote mbili jami'an alamatul lirafi, wal fatha wal alif jami'an zote mbili na kwenye alamatul linasb, wal kasrata wal ya jami'an alamatul jarri. Wa inma
na hakika mambo yalivyo alja al-arabu ila dhalika, wameelekeza huko wakakimbilia huko Arabu. Kwa sababu gani? Anasema ni kilichowapeleka huko, au wa inma alja al-araba ila dhalika, kilichowapeleka huko na kuwakimbiza huko Arabu kuelekea katika hilo ni kila hurufi hadhi al-asma, ni ule uchache wa herufi za haya majina. Kwa hiyo farafaduha fi hali al-idhafa, kwa hiyo wakayapa fi hali al-idhafa, katika hali ya kule kuegemezwa, alati min khasais al-ismi bi hurufin zaida, kwa hiyo wakayapa herufi za ziada taksira li hurufiha, kwa kule kuonyesha wingi wa herufi zake ili zipate kuwa nyingi wakati huo, kwa sababu wameona kwamba haya majina na herufi chache. Wallahu aalam. Kisha akaendelea shekhe, akaanza kuelezea min dhaka dhu in suhbatan abana wal fam haythu al-mim min bana min al-asma'i, katika majina allati ambayo turfa'u bil wawi na kufishwa kwa wawu, watunsa bil alifi na kunasibishwa kwa alifu, tujaru bil ya'i, ni dhu na fam, lakini yushtaratu fi dhu, na sharti katika upande wa dhu antakuna bi maana sahib. Mfano jaa dhu mali, na mkuja yule mwenye mali, wao almuradu bi kauli aliposema in suhbatan abana, maana in afahama suhbatan ikaonyesha maana sahib. Wahtaraza, kisha kajitoa bidhalika aliposema andu, akatoa atwaiya, maana dhu tuliosema kwamba katika kabila la atwai, kabila hili la atwaiya wao wanatumia kama ismu mawsuli kabila atwai, fa innaha la tufhim suhbatan, haionyeshi maana ya suhba, bali hiya bimaana alladhi, bali na maana alladhi, fala takunu mithla dhi bimaana sahib, kwa haifanani wala haifanu dhi ambayo ina maana ya sahib, bali takunu mabniyatan, bali inakuwa ni mabni, wa akhiru, na mwisho wake kuna alwaw raf'an wa nasban wa jarran, maana ile wao haiondoki kwa sababu inakuwa ni mabni. Takun, tasema mfano jaani dhukam, amenijilia mimi yule ambaye amesimama, wa raaitu dhukam, maratu bi dhukam, wa minhu qawluhu, na miongoni kuna kauli yao wa fa imma kiramun musiruna laqituhum, fa imma kiramu, maana ikiwa kuna kiramu watu wakubwa watukufu ambao musiruna wenye mali, laqituhum, ikiwa kuna watu hao ambao mimi nimekutana nao, basi fa hasbiya, inanitosha mimi, min dhu indahum ma kafania, imetantosha mimi, min kutokana na dhu, na yule ambaye indahum kwa wao, ma kafani ambaye hawezi mimi kunitosheleza, maana yake watanitosha mimi wao kutokana na yule ambaye, kuachana na yule ambaye kwao hawezi kunitosheleza, ndio ma kafania, hawezi kunitosheleza. Ma kafani ndio asili yake, lakini kwa sababu ya kwa hizo beti zimejengiwa mwishoni na alifu, kama ma kafania, maana yake atanitosheleza mimi au amenitosha mimi wakati huo yule ambaye atakuwa kwao ni katika watukufu, kuachana yule ambaye kwao, ndio mimi dhu, kutokana na yule ambaye kwao, dhu yule ambaye indahum kwa wao, ma kafania, hawezi kunitosheleza. Kwa hiyo beti imeanzia matula yake chini huku, anaelezea katika namba 4, hadha baitun min at-tawil, beti hii imekuja katika baharun tawil, wa huwa min kalami, na ni katika maneno ambayo ni Mandhur, maneno ya Mandhur ibn Suhaym, min kalami Mandhur ibn Suhaym al-Fa'qasi, wa qad istashhada bihi ibn Hisham, ameitumia ibn Hisham kama vile ni ushahidi fi awdah al-masaliki, katika kitabu chake alichokiita awdah al-masalik, ambao ni sharhi ya Alfiya bin Malik fi mabahath al-asma' as-sitta wa fi bab al-mawsul, katika mlango wa mawsul, kama fala sharih huna, kama alivyoelezea mshereheshaji hapa ibn Aqil, wastashhada bihi al-Ushmuni, vile vile pia Sheikh al-Ushmuni ametolea ushahidi hiyo beti marataini, mara mbili, wa kabla al-baiti al-mustashhad bihi, na kabla hii beti iliyokuwa imetolewa ushahidi kuna kauli yake, kuna kaulu huwa aliyosema walastu bihajin fil qira ahla manzilin, na wala mimi sikuwa ni mwenye kuwatukana. Hii hajin ni ismu fa'il ya kitendo haja, ya haju, ya kutukana, alhaja ya matusi. Mimi sikuwa ni mwenye kumtukana yote, fil qira, katika qira ni kule kumtukuza mgeni au chakula cha ugeni, haya rabbahu dhaifun wala qira, mgeni kashakuja hakuna chakula. Kwa fil qira sikuwa mimi ni mwenye kumtukana katika chakula hicho ugeni, ahla manzili, sio atukane watu wa nyumba, ala zadihim, juu ya zadihim, vyakula vyao wenyewe ambavyo wameviandaa pengine kwa ajili ya safari. Abki wa abkal bawaki, yani kama mimi ninalia kisha nikawaliza tena wale wenye kulia, albawaki. Fa imma kiramun musiruna lakitu, imma niwe nimekutana watu ambao ni kiramu musiruna, wenye mali, fa hasbi, basi kutanitosha mimi, min kuachana na dhuna yule ambaye indahuma kafanya, kuachana yule ambaye kwao hawezi kunitosheleza. Wa imma kiramun musira, imma wao ni watu wakubwa, ni wakarimu, lakini musiruna hawana mali, hawana jambo, adhartuhum, ni wape udhuru,
wa imma liamun, au wawe ni watu walafi wanaopenda kula. Fadakhartu hayaia, kisha niziwekeze nizihifadhi haya zangu nijitulize. Wa irdhi, na vile vile heshima yangu. Abqa madakhartu dhakhiratan, itakuwa imebakisha vile ambavyo nimeviwekeza dhakhiratan, kuwa ni hakiba. Wa batni, na tumbo langu wakati huo atuwi nitalikunja katai radaia, kama ninavyokunja mashuka yangu. Wallahu alam. Kwa hiyo hapo mahallu shay'in ndio kukusudia ni hiyo sehemu tuliyokuwa tunaelezea juu hapo katika upande wa dhu mahallu shay'in, hapo kaongezea tu katika upande wa faida. Tukiendelea na sharhi yetu, anasema wakadhalika vile vile pia ishtaratu fi i'rabi alfami, inakiwa sharti katika kuirabiwa tamko alfami bihadhi alahruf, kwa herufi hizi. Zawalul mim, iondoshe mimu minhu, ambapo tulisema mimu ile inakuwa ni iwadhi ya wau, na ndio maana inarudi katika jamu inakuja afwahu. Na mfano hadha fuhu, hiyo ni mdomo wake. Wa raaitu fahu, wa nadhartu ila fihi wa ilaihi, na kwa hilo ashara akaashiria shekhe bikauli aliposema walfamu haithu almimu minhu bana, wakati mimu ilipokuwa imepukana na hiyo tamko fa. Ay infasalat minhu almim, ay zalat minhu. Fa illam tazul, ikiwa haikuondoka minhu, basi umriba bil harakati, itaelewa kwa haraka dhahira zilizokuwa wazi. Sema hadha famun wa aitu famun nadhatu ila famin. Kisha kaelezea abun akhun hamun kadhaka wa hanun, wa naqsu fi hadha al-akhiri ahsan, wa fi abin wa taliyaihi yandul wa kasura min naqsin. Asharu, wakaelezea zile lugha tatu ambazo tulizoelezea, yani nakusudia anna aban wa akhan wa haman, kwamba hii aban na akhun na hamun tajri, hupita majra dhu, mapito ya dhu na fam, alladhaini, ambazo sabaka dhikruhu, mashatangulia kutajwa. Faturfa bil wawi wa tunsa bil alif wa tujaru bil ya, na urufaisha vile vile wa kujurishwa na kujurishwa kwa yeye kunasibishwa kwa alifu. Tusema hadha abuhu wa akhuhu wa hamuhu, wa raaitu abahu wa akhahu wa hamahu, wa maratu bi abihi wa akhihi wa hamihi. Wa hadhihi hiya lugha mashhura, na hii ndio lugha mashhur fi hadhihi thalatha, ambayo inaitwa lughatul itmam, katika hizi lugha tatu. Wasadhkuru musannifu, na tutaja musannifu hapa fi hadhihi thalatha lughataini ukhrayaini, lugha mbili nyingine. Wa amma hanu, ama tamko hanu hili anasema hanun falfasihu fihi, irabu ambayo itakuwa ni fasaha kabisa. Anyura bil harakati, irabiyo kwa haraka adh-dhahira, zilizokuwa wazi. Ala nuni, kwa nuni. Wala yakunu fi akhir harfu illa, kusipatikana mwisho harfu illa. Na mfano hadha hanu zaidin, wa raaitu hana zaidin, wa matubi hani zaidin, wa ilaina. Kwa hiyo ndio maana bikaulihi ashara, akaashiria wa naqsu fi hadha al-akhir ahsanu, kwamba ni bora zaidi kutumia hii ya mwisho, tamko la mwisho ambayo ni hanu, katika haya yalotangulia matatu nyuma, utumie lugha tu an-naqsi, ay an-naqsu fi hani ahsan, inakuwa ni bora zaidi min al-itimam, kuliko kutumia lugha al-itimam ya kuweka zile harfu za illa. Lakini wal itimamu jaiz, itimam pia inajuzu, lakinahu qalilun jiddan, lakini sio sana. Na mfano hadha hanu wa raitu hanahu wa nadhartu ila hanihi. Wa ankara al-farra'u, na akakataa Sheikh al-Farra jawaza itimami, kutumia lughatul itimam katika upande wa tamko hanu. Wa huwa mahjujun bi hikayati Sibawai, lakini yeye anatolewa hoja. Imam Sheikh Sibawai amemletea hoja kwa mbona imetumika lughatul itimam ni al-arabi, kutoka kwa Arabu, kwamba imesimuliwa. Sibawai amepokea kutoka kwa Arabu. Wa man hafidha, na yote ambaye atakuwa amehifadhi. Hujjatuna lama lam yahfadh, itakuwa ni hoja kwa yule ambaye atakuwa hajahifadhi, maana wakati huo atakuwa na hoja, kwa sababu hapo Sibawai ana hoja kwamba Arabu ametumia, kwa itakuwa inafaa. Wa ashara al-musannifu bi qawlihi, na kaashiria musannifu kwa kauli yake aliposema fi abin wa taliyahi yanduru ila akhir al-baiti ila lughatain, akaashiria lugha mbili al-baqiyatain zilizobaki, fi abin wa taliyahi, katika abin na zinazofuata, wa huma ni akhun na hamun. Fa ihda al-lughatayn, moja katika zile lugha mbili ni an-naqsu, wa huwa hadfu al-wawi wal-alif wal-ya, ni kuondosha hizo herufi za illa. Wal i'rab al-harakati dhahira ala al-ba'i, na kuirabia kwa haraka za dhahira ujue hiyo be. Wal kha'u khay, katika tamko akhun, na mimu katika tamko famun. Na mfano hadha abuhu akhuhu wa hamuhu, katika tamko hamu. Wa raaitu abahu wa akhahu wa hamahu, watu biabihi mpaka mwisho. Wa alaina, juu yake kuna kauluhu iliyopokewa, anasema biabihi, kwa baba yake. Iktada Adi, Adi amemfuata babake. Fil karami, Hatim Adi amemfuata babake. Adi amemfuata babake Hatim katika upande wa ukarimu. Wa man yushabih abahu, na wote mwenye kufanya babake, fama dhalam, takuwa hakufanya dhulma. Na huko chini akaashiria wa hadhihi lugha, na akasema lugha hii nadiratun, inakuwa ni chache sana kutumika fi abin, katika tamko abi wa taliyahi, na yale mawili alomfuata abi ambao ni akhu na hamun. Walihadha kana, kusabuhia akasema fi abin wa taliyahi yanduru, ay manaki yanduru nafs, inakuwa nadra kutumia lugha tu
an-naqsi. Chini namba 5 anasema yunsabu hadha albayt li Ru'bati ibn al-Hajjaj, inaegemezwa ni ya Ru'ba min kalimati, katika tamko ambalo yazumuna annahu madaha fiha Ali ibn Hatim, anadai kwamba alimsifu Ali ibn Hatim at-Ta'iya katika kabila ambaye anatoka katika kabila Tai. Wa qablahu, na kabla kuna kauli waliposema anta al-halim wal amir al-muntaqim, wewe ni halim, ni mpole na ni kiongozi al-muntakim, mwenye kuchukua kisasi. Tasdau bil haqq, unatekeleza haki. Wa tamfi man dhulim, na vile vile pia unaondoa dhulma kwa yule mwenye kudhulumiwa. Kisha baada ya hapo akaelezea Sheikh wa lughatul ukhra, na lugha nyingine fi abin wa talia, katika abin na talia hivi vilivyomfuata. An yakuna bil alif, ni kwa alifu, rafan wa nasban wa jarra, ambayo inaitwa lughatul qasri. Mfano hadha abahu wa akhahu wa hamahu, raaitu abahu, raaitu akhahu, raaitu hamahu, maratu bi abahu, maratu bi akhahu. Wa alaina, juu yake kaulu shairi, kwa kauli ya mshairi ambayo wanaitolea hujja. Inna abaha wa abaha, hakika babake na babake, kad balagha, wamefikia, fil majdi, katika upande wa utukufu, ghayataha, upeo wake. Kwa hiyo ghayata pia imetumika lugha hiyo, na hiyo aba wa abaha maana yake hapo ni mudhaf na mudhaf ilayhi. Kama ingetumika lugha tu ya ile al-itimamu ingekuja inna abaha wa abiha kwa kuegemeza, lakini imekuja abaha, imekuwa ni mudhaf ilayhi majrur bi kasrati muqaddara ala al-alif al-maksura. Hii aba ya pili abaha, kwa hiyo imejurishwa kasra ukadiriwa, maana min dhuhuriha at-ta'adhur, kwa sababu katika lugha tu al-qasri. Kisha baada ya hapo akaelezea shekhe mbeleni akasema fa alamatu rafi, kwa hiyo alama kurufaisha wa nasma kunasibisha, wal jarri harakatu muqaddara, na alama ukadiriwa alif juu alif, kama tukaddaru, kama inavyokadiriwa fil maqsur, katika ismu maqsur. Hadhihi lugha ashharu min an-naqs, lugha hii inakuwa ni mashuhuri zaidi kuliko lughatun naqsi. Wa hasilu ma dhakarahu, na matokeo ya aliyokuwa ameyataja ni kwamba anna fi abin, kwamba tamko abin na akhin na hamin fihi, ndani yake kuna thalatha lughatin, kuna lugha tatu. Ashharuha, lakini mashhur, an takuna bil wawi, ni kwa wawu, wal alif wal ya'i. Wa thaniya, ya pili, an takuna bil alif mutlaqan, ni kwa alif moja kwa moja, ambayo inaitwa lughatul qasri. Wa thalitha, na tatu, an tudhafa minha al ahruf thalatha, ni kwa herufi za ila tatu, ambayo ni lughatun naqs. Wa hadha nadiru, na hii mara chache. Wa anna fi hanin, na kwamba ina katika hii hanin ina lughataini, na lugha mbili. Ihdahu, moja hapo ni an-naqs wa huwa al-ashhar, ni mashhur. Wa thaniya, na ya pili inakuwa ni al-itmam, lugha al-itmam, wa huwa qalil, ni mara chache. Wallahu a'lam. Kisha beti ya mwisho inaelezea wa shartu dhal-i'rab, sharti ya kuirabiwa majina haya bil asma'il khamsa. Hukumu hiyo an yudhafna, yegemeze, lakini la lilia, yasegemeze kwa ye. Kaja akhu abi kadhati, la ambayo yasegemeze katika ya mutakallim. Tutakuja kuanzia sherehe hiyo ya kipande hicho, kisha tuendelee sehemu iliyobakia. Subhanaka Allahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, alhamdulillahi rabbil alamin.